Bana Mtanzania, ni kusalimu tena, karibu kama kabisa ndo unajiunga na Asili by Guest TV. So subscribe, like, kushare vile vile na comment. Sehemu pekee ambao unaweza kupata taarifa za kimichezo ni hapa. Cha kufanya tu wewe fanya kama nilivyokuambia hapo awali kwamba subscribe, share vile vile na comment, ili kabisa tuweze kwenda sawa sawia kupata taarifa zinazojiri hapa Tanzania lakini nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania, ili tuende zetu pamoja. Na bana, siku chache ambazo zimepita, kesi ya Young Africans dhidi ya Simba Sports Club, huku TFF na bodi ya ligi wakiwa wakijumuishwa kwenye kesi hiyo. Kesi ilipelekwa na Young Africans kuweza kutafuta namna gani ambavyo wanaweza wakapewa haki yao, kama wao walivyokuwa wakidai kwamba walipeleka timu uwanjani lakini Simba Sports Club hawakupeleka timu uwanjani. Sasa baada ya majibu kutoka pale kasi, nao wameweza kutoa msimamo wao, na hapa sasa ninakusomea taarifa hiyo ambayo Young Africans wameweza kutoa kwenye peji yao ya Instagram, ikiwa imeandikwa kwamba taarifa kwa umma Mei 5, 2025. Bana, uongozi wa Young Africans Sports Club unapenda kuwataarifu au kutaarifu umma kuwa umepokea majibu kutoka mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS kuhusu kesi yetu ya namba CAS 2025/A/11298. CAS imeelekeza Young African Sports Club kurudi kwanza kwenye kamati za ndani za soka ili kushughulikia kesi yetu kabla ya kurudi kwao kwa ajili ya kutatua au kwa ajili ya hatua za rufaa. Lakini kutokana na uvunjwaji mkubwa wa kanuni na upendeleo wa dhahiri kwa baadhi ya timu unaoendelea kufanywa na mamlaka ya soka Tanzania, uongozi wa Young African Sports Club hauna imani na hauko tayari kupeleka shauri hilo kwenye mamlaka ambazo zinatenda dhuluma. Aidha, uongozi wa Young African Sports Club unapenda kuwajulisha umma kuwa msimamo wa klabu yetu juu ya mchezo nambari 184 wa ligi kuu msimu huu uko pale kuwa hatutashiriki kwenye mchezo huo kwa namna yoyote ile. Wanayanga wote watakuwa tayari kuipambania haki yao. Bana, hiyo ndio taarifa ipo kwamba hawatacheza. Okay.